Habari yako popote ulipo, ni wakati mzuri kabisa, ni siku njema, tuko na afya. Niite Esco na leo nimekuja kumtembelea Prophet IPM kanisani kwake. Ni kwa muda sana nimekuwa nikimtafuta, nikimpigia simu, lakini ratiba za ibada tunapishana sana. Lakini leo Mungu amesaidia, nimempata na amesema ana muda mzuri wa kuongea na sisi kwa mara ya kwanza kabisa kupitia SNS. Kiongozi, kwema kabisa? Kwema kabisa. Nimekutafuta sana. Pole. Tunapishana, najua ratiba ni nyingi. Nilikuwa na tukio hili la kikao cha wanaume. Kwa hiyo nilikuwa na maandalizi ya wiki mbili before. Kwa hiyo kama unavyofahamu watu walikuwa ni wengi, sikutegemea. Watu wametoka katika nchi mbalimbali. Kenya peke yake wamekuja watu 50. Sasa kuhakikisha kwamba wako salama katika taifa lako, hoteli walizofikia wanakula, watu wametoka Kongo, watu zaidi ya 15, Mozambiki, watu wamekuja wengi. Kwa hiyo niko busy kuhakikisha kwamba wako salama na event yenyewe kwa ujumla. Kwa hiyo pole sana. Asante. Juni 28, nikimaanisha mwezi wa 6 tarehe 28, kulikuwa tukio kubwa kabisa la kikao cha wanaume ambacho kimeandaliwa na Prophet IPM hapa kanisani kwake, lakini pia aliandaa press. Bila shaka uliona, tulikuja hapa akaelezea kile ambacho amekiandaa kwa lengo la sisi wanaume. Labda kwa ambaye akupata bahati ya kufuatilia kile kikao au akupata bahati ya kujua lengo la IPM kuandaa kikao cha wanaume, ilikuwa ni nini zaidi? Kwa kifupi tu ni kwamba mwanaume bila maisha, mwanaume bila uchumi, mwanaume bila kutokuwa na nguvu ya kuhakikisha kwamba unatekeleza majukumu ambayo unatakiwa uyasimamie kama mwanaume, ni kudhalilika. Kwa hiyo kubwa zaidi tulikuwa tunatamani uchumi wa mwanaume uweze kurejea, lakini pia ile trust ambayo mwanaume Mungu alikuwa ameweka trust kwa mwanaume, na mwanaume ndio kiumbe wa kwanza Mwenyezi Mungu alitengeneza mahusiano naye katika bustani ya Eden kabla ya mwanamke. Kwa hiyo leo hii wanaume wengi wanasema mimi siendi kanisani, wengine waendi msikitini, wengine wanadili kusema kabisa Mungu hakuna, mimi siamini tena hayo mambo kwa sababu ya baadhi ya vitu vya kitapeli ambavyo of course wameviona katika jamii. Kwa hiyo ni kumrejesha mwanaume kwa Mungu, lakini pia kurejesha nguvu asili ya mwanaume ambayo ilikuwa imepotea kwa miaka mingi. Okay. Yes. Ni tukio kubwa sana na kiukweli hata malengo yake kwa sisi wanaume yamekuwa na faida kubwa sana. Tutegemee kuona muendelezo wa hiki ambacho umekianzisha. Lazima kuwe na muendelezo. Mungu akitupa uhai mwakani tutafanya tena. Kwa sababu hatutaki kufanya kila siku. Tunafanya kila mwaka kwa sababu ni kwanza tunafuatiliwa na watu. Kuna watu wametoka Marekani kuja kwenye hili tukio. Watu wametoka Mozambiki, watu kama nimekwambia wametoka Kongo, wametoka Burundi, wametoka Zambia, mpaka Malawi watu wamekuja. Kwa hiyo tukifanya kila mwaka, kwanza inawapa muda wale kufanyaje, kujiandaa vya kutosha, lakini pia na sisi pia kuliandaa vya kutosha, kwa sababu safari ni safari tu. Kwa hiyo ukiwapa muda na wao wanafanya shughuli zao, wakijiandaa wakija inakuwa ni vizuri. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu mwakani mwezi wa 6 tutafanya tena tukio la kikao cha wanaume. Yes. Kupitia kikao cha juzi ambacho umekiongoza, na of course walikuja wanaume wengi kutoka sehemu mbalimbali, nini hasa pengine umeweza kuona ambacho kipo kwa sisi wanaume, changamoto labda, na wewe kama kiongozi umekiona kupitia kile ambacho umekiandaa? Kwanza sikuamini kama kwanza wangekuja wanaume wengi vile. Imenifanya kujiona nina dhamana kubwa sana. Unajua kaka, hakuna kitu kigumu kama mwanaume kukuamini. Yaani sijui utumie njia ipi ya kumlazimisha mwanaume kuamini. Kwa hiyo kwangu mimi ni dhamana kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini pia mbele ya jamii. Kwa hiyo ili nishangaza, sikutegemea. Ndio maana imefika mida ya saa 4 protocol wangu anaambia baba, kanisani pamejaa. Sikuamini, yani saa 4 kanisa limejaa, ambia kwa ilibidi tulete viti 150. Vikajaa na venyewe 150. Kabidi tuongeze viti 100
vikajaa viti 100, tukaongeza viti 50 vikajaa, basi ikabidi tuweke matenti nje. Kwa hiyo kwangu mimi imenionyesha kwamba mwanaume anataka ukweli. Wanaume wamechoka uongo. Wanaweza wakamfuata Mungu popote pale endapo sisi watumishi wa Mungu tutaamua kunyoosha maelezo na kuleta matokeo katika maisha yao. Kwa hiyo watu wamefurahi, watu wamepokea, nyuso zao, mionekano yao, hamasa zao, watu hawajachoka. Watu walifika saa 11 asubuhi. Tukio limeisha saa 2 saa 3 usiku. Lakini watu japo walikuwa na chakula baadaye mchana, lakini ile tu shauku ya watu naiona, kwa sababu mtu angekuwa na uwezo baada ya chakula pale akaondoka zake, kwa sababu geti ilikuwa haijafungwa. Lakini bado watu walikuwa wanataka kujua mpaka hatua ya mwisho nini kinafanyika. Kwa hiyo imekuwa ni nzuri. Tumemuomba Mungu, tumefanya kile ambacho Mungu ametutuma, na tunaamini matokeo makubwa yatakwenda kutokea kwao kabisa. Masomo makuu ambayo uliyatoa juzi kwa ambaye labda hakuhudhuria ni yapi, ili kwa kikao kijacho apate hamasa ya kuja kujifunza kile ambacho ulifundisha? Mafundisho ambayo nimeyafundisha ni mengi sana, lakini kwa ufupi ni kwamba mwanaume ndio kichwa cha familia. Sasa wako wanaume wengi ambao wanakataa kuwa kichwa, wanakuwa mkia. Kwa hiyo ni ile hali ya mwanaume kujua majukumu yake hapa duniani. La pili, nimefundisha kila mwanaume ana kitu Mungu ameweka ndani yake. Nikafundisha la tatu, somo linaitwa Pentagon au ujumbe unaitwa Pentagon. Pentagon ni eneo ambalo liko nchini Marekani, au ni jengo ambalo liko nchini Marekani. Ni jengo ambalo linalindwa zaidi katika taifa la Marekani. Uwezo ukataja majengo 4 ambayo yanalindwa Marekani ukaiacha Pentagon. Pentagon ina kila kitu. Ukitaka kujua chochote kuhusu Marekani, ingia Pentagon. Ukitaka kujua siri yoyote Marekani, ingia Pentagon. So Mwenyezi Mungu ameitengeneza Pentagon yake akaiweka ndani yetu. Kwa hiyo mimi ninayo material ya kuipa jamii mapya. Sitaki kukuiga wewe. Kwa hiyo nilikuwa nawaeleza namna gani wanaume ambao wana vitu Mungu ameweka ndani yao, wana ideas. Leo bro, kila mtu akitaka kufanya biashara, tunauza wote makava ya simu. Leo wanaume wote tunauza iPhone. Leo wanaume wote tunauza nguo. Wakati Mungu ametuwekea idea nyingi sana kichwani mwetu ambazo tunaweza tukabadilisha maisha yetu, tukaleta matokeo mapya katika jamii yetu. Kwa hiyo Pentagon kila mwanadamu anayo. Kwa hiyo dunia inasubiri kuona hiyo Pentagon yako tutapata nini kipya kutoka kwako. Kwa hiyo wewe, sisi tunasubiri tuone kitu kipya ukifanya katika jamii, tuseme wow, huyu mtu ameleta kitu kipya katika jamii. Lakini kingine ambacho niwafundisha wanaume, hakuna kuonga. Hakuna kuonga. Yaani kama wanataka show ya komasa sawa, lakini mambo ya kuonga hakuna. Kwa sababu mwisho wa siku wanaume wengi wamekuwa wakionga sana, maisha yao yanaharibika. Unaona bwana, unakuta mtu unaonga milioni 1, wewe mwenyewe mshahara wako 300,000. Hasa kale kibakao kote unatoa unaonga. Kwa lipi? Mpe mke wako nyumbani. Kama unataka kumpa, mpe mke wako nyumbani. Kama yeye anataka namna gani, amekuelewa, sijui, lakini mimi siamini katika kuonga, kwamba vijana wengi wameharibu maisha yao kwa sababu ya kutoa hela ovyo ovyo. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti, wamenipa mwenyekiti japo sio rasmi, lakini wamenipa mwenyekiti wa kwamba IPM ndio mwenyekiti wa wanaume ambao wanahitaji mafanikio hapa duniani. Kwa hiyo marufuku kuonga. Hamna kuonga, kwa sababu tuna mambo mengi ya kufanya. Tuna focus kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. So mafundisho mengine ambayo niliwapa wanaume, mke hapigwi. Mwanamke wa nyumbani hapigwi. Kama una jambo lako huko nje, nielewe, maana yake liishie huko, nyumba lazima uipe amani. Wanaume wengi wamekuwa na videmu huko nje. Wanavipa value ambayo inazidi wake zao ndani. Unakuta kimada anakupigia simu, uko wapi, mbele ya mke wako. Wife akipokea anatukanwa wife. Alafu wewe unashindwa kumprotect mke wako. Kwa hiyo nimewafundisha wanaume lazima wahakikishe kwamba wanawaprotect wake zao. Hata kama inatokea mistake una mtu nje, sijahalalisha, nimesema mistake kwa sababu kuna vitu huwezi kusema havipo wakati vinaendelea. Ikitokea una mtu nje, basi hakikisha kwamba huyo mtu nje anajua wewe una mke, na anajua anatakiwa huyo mke aheshimike.
Kwa hiyo yako mambo mengi nimewafundisha wanaume, waache uvivu, wapambane kwa bidii, wameletwa duniani kuhakikisha dunia inasimama kwa ajili yao. Mwanaume ni fundi. Hakuna nchi yoyote duniani imejengwa bila fundi. Kwa hiyo kama watalala manake wameilaza dunia. Yes. Bila shaka umesikia mafunzo ambayo yalitolewa kwenye kikao cha wanaume. Kama ulikosa, Prophet amesema hapa itakuwa ni muendelezo mwakani, kitaandaliwa kikao kingine kikubwa kabisa, mtafika na kuweza kupata mafunzo. Ningependa kujua jambo moja, ni wakati gani ulipata wito, ulisikia sauti ya kumtumikia Mungu? Naelewa kila mtu ana njia yake ambapo anasikia wito ndani yake na anaamua kumtumikia Mungu katika huduma. Kwako ilikuwaje mtumishi? Sasa yangu kidogo ina utata kwa sababu ya was a Muslim. Kwa hiyo wakati napata huo wito ilikuwa ni ngumu kidogo kwanza kuaccept kwa sababu ya imani ambayo nilikuwa nayo. Na nakumbuka nilikuwa niko msikitini wakati napata huo wito. Kwa hiyo sikuamini kama ni unaweza ukawa ni wito. Kwanza sikujua wito ni nini kwa wakati huo. Lakini la pili sikuamini kwamba unaweza ukawa ni wito wa Mwenyezi Mungu zaidi sana. Nilijua tu haya ni mambo ya shetani, mambo ya kiibilisi ambayo yanataka kuharibu imani yangu according na imani ambayo nilikuwa nayo hapo mwanzo. Na ni historia ndefu sana ambayo inahitaji muda, labda ndugu mwandishi wa habari sasa uje siku hiyo tukae kwenye kochi vizuri na soda na juice pembeni tuanze kuelezea huo mkasa, kwa sababu ni mkasa mrefu sana. Na pia nafikiri inaweza ikawa ni moja interview namba moja katika interview ambazo nimeshawahi kufanya, kwa sababu sijawahi kufanya interview ya kuelezea maisha yangu full. So kama utapata muda basi karibu tuje tufanye. Lakini kwa kifupi nilipata wito kwa njia ya kutokewa kwa mwanga mbele yangu, na mwisho wa siku nikaanguka nikazimia. Baadaye kaja nikaamka tena nikawaeleza watu kilichotokea, hawakuamini. Sasa ikaenda mara ya kwanza mpaka inafika mara ya 7. Kwa hiyo kufika mara ya 7 nikanyosha mikono, nikamwaccept Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na ndipo safari yangu ilipoanzia hapo. Nikapokelewa na kanisa Katoliki. Faza mmoja aitwa Faza Nkwera, yuko hapo Ubungo, akanipokea vizuri sana. Tukawa tuna plani ya kutaka kunipeleka Uganda kwa ajili ya kwenda kufundishwa mafundisho sasa ya Kikatoliki. You never know, labda sasa hizi ningekuwa padri IPM. Kwa hiyo haikuwezekana. Yako mambo mengine yalitokea hapo, nikaanza kuindwa tena ni uawe na nini, uhasama ukawa mkubwa. Kwa hiyo ni story ndefu sana ambayo inahitaji muda wa kutosha. Lakini kwa kifupi ni kwamba Mungu tu aliniita na kakubali wito, basi namtumikia mpaka sasa. Yes. Sasa mimi nikuombe kwa niaba ya wana SRS Simulizi na Sauti, umesema endapo kama utaamua kuzungumza itakuwa ni miongoni mwa interview bora kabisa. Natamani hiyo story utupe sisi, kwa sababu umeongea kupitia interview yetu. Sitapenda kuona mtu mwingine ukimsimulia story yako. Naomba kabisa katika hilo nitakuja hapa. Sawa, nashukuru sana. Limepita hilo. Kubwa ambalo pia ningependa kusikia kutoka kwako. Of course nimependa sana wakati unafanya ibada. Siku moja hapa kulikuwa na mama mmoja ana kansa. Ukazungumza na waumini kwamba tumchangie mama akapate matibabu ya kansa. Ni kweli mama ukimtazama ana shida kubwa sana, na ile video iligusa watu wengi. Lakini kwa kawaida tunaona watumishi wengine labda wangemwombea mama yule kukausha ile kansa, kuponya ile kansa. Kwako wewe umeitisha michango akatibiwa. Wengi sana walipenda. Kwa nini pengine usingeamua kufanya kama ambavyo wanafanya wengine, tumuombee kukausha kansa, ukaamua kuchangisha? Na kwa asilimia kubwa nimeona comment pale wengi sana wamekuunga mkono kwa kile ambacho umekifanya. Ukweli ni kwamba huwa tunaumwa hata sisi wachungaji, ila hatusemi. Tunaogopa. Mmoja ya udhaifu mkubwa nilionao mimi IPM ni ukweli. Mimi kaka nasema uongo lakini vitu vidogo sana. Oya nakaribia hapo sasa hivi nafika Mwenge hapo, ndavunja sheria nini ile. Lakini sio yale mambo yati napenda sana maisha ya ukweli. Sipendi kufeki. Nikikasirika utajua tu IPM kakasirika leo. Nikiwa na furaha utajua. Ni mtu wa aina hiyo. Kwa hiyo sisi wachungaji, mimi naumwa naenda hospitali, naumwa malaria, naenda hospitali natibiwa.
napona, naumwa tumbo, naenda hospitali na kunywa dawa. So mimi naamini kwamba unaweza ukawa mtumishi wa Mungu na ukaumwa pia. Sasa hicho ni kitu ambacho nimekuta kidogo kwa wenzetu, baadhi yao kwa asilimia kubwa hataki kuamini hivyo. Sababu operation ya kwanza Mwenyezi Mungu ndo aliifanya wakati anamuumba Adam. Kuna kitu kinaitwa biology, alafu kuna kitu kinaitwa heaven, bioloheaven. Biology the branch of science. Bioloheaven yenyewe inadili na mambo yaliyokufa kurudi kuwa hai. Na kuna operation iliwahi kufanyika zaidi ya hiyo toka Mwenyezi Mungu alipoifanya. Kuchukua ubavu wa mwanadamu autengeneze kuwa mtu. Hakuna profesa wala daktari wala bingwa yoyote ambaye amesha kufanya mpaka leo hii. Kwa tunaamini katika operation, Mwenyezi Mungu alifanya operation. Kwa hiyo kwenda hospitali sio dhambi, lakini yako mafundisho mengine baadhi yetu wachungaji tunawaombea watu ambao wanakuwa wanywe dawa. Unawaambia mtu amepona ukimwi, acha dawa, umepona kwa imani, umempima? Lazima umpime kwanza, umempima, muombee sawa. Mungu, mimi naamini Mungu anaweza yote. Muombee kwanza HIV, kashapona, amepima na daktari wake kathibitisha hana, hata kwa miezi 6, mwambie acha dawa. Lakini wako ndugu zetu wameambiwa waache dawa, wamepona, wamekufa. Mtu anaacha dawa kumbe hajapona, mchungaji tu anataka kiki kanisani watu waone ana nguvu ya kuponya watu, mama watu wanakufa. Na wamekufa ndugu zetu wengi sana Afrika kwa sababu ya kudharau madaktari, kwa kudharau maelekezo ya madaktari, maelekezo ya manesi, maelekezo ya wauguzi wanaoyatoa mahospitalini kwa sababu ya miemuko ya wachungaji kutaka kupiga hela. Kwa hiyo mimi naamini Mungu anaponya, lakini kwa taratibu, kwa sheria na taratibu. Sasa mimi nilipomwona yule mama kaja kwangu ananilia, mama wa Kiislamu, ambia baba nina operation na natakiwa nifanyiwe. Hajaja kuniambia nataka maombi, kaja kuniambia nina operation na nataka nifanyiwe. Yesu alipokuwa mlimani alikuwa na watu kama 3000 hivi. Petro akamfuata akamwambia, Bwana, waruhusu watu waende vijijini wakajitafutie chakula. Mahali hapa tulipo ni nyika tupu. Yesu akawacheki akamwambia, wapeni ninyi chakula. Wapeni ni. Kwa hiyo Yesu hajawajibu wale watu kwamba hamna chakula. Yesu kawarudia mitume wake, wapeni ninyi chakula. Petro akasema, Bwana, hatuna chochote hapa isipokuwa mikate na samaki. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba Yesu anataka sisi ndo mitume wake, wafuasi wake sasa hivi. Wale mitume 12 si hawapo, sisi ndo tunamhubiri kwa niaba yake. Maana yake sisi inabidi tuwe na mikate ya kufanyaje, ya kuwapa watu wanapokuwa wanahitaji mikate. Akawaambia hatuna isipokuwa, basi Yesu akashika sana, Mwenyezi Mungu nakushukuru, akashusha chini mikate, watu wakala wote. Kwa kuna watu wanakuja kanisani, so wanataka maombi, wanataka msaada. Usimpe mtu maombi ambaye anataka operation. Sasa yule mama anataka operation, madaktari Muhimbili wamwambia atakuwa afanywe operation. Sasa unamuombea nini? Basi fanya vitu vili, muombe na operation ifanyike, kwa sababu operation sio dhambi. Kwa mimi sikuona kwamba kulikuwa kuna haja ya kufanywa maombi bila operation. Kwa nikaamuru kanisa, kwa sababu mimi ndo kiongozi mkuu, sadaka zote, shukrani, fungu la 10, na hakuna kitu kinauma kaka kama kutoa fungu la 10. Kwa sababu mimi na watoto wangu humu waumini humu ongea na bilioni 4. Fungu la 10 unakuta milioni 7, fungu la 10 milioni 6, milioni 3. Sasa imagine kanisa zima watu wote fungu la 10, shukrani, marimbuko, sadaka zote. Na mimi kwenye mkono nilikuwa na 700,000 pale. Zote nikaziunganisha mle tukampa yule mama. Kwa lengo akafanywa operation, itakayobakia atakula yeye na familia yake. Na naamini waumini wangu watabarikiwa kwa kutoa vile, kwa sababu tumemsaidia mtu mwenye uhitaji. Kwa hiyo nijisemee tu mimi naamini dini ni matendo, dini sio maneno. Kwa tulifanya vile kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na sio huyo tu, tumekuwa tukifanya hivyo mara kwa mara. Yes. Sawa sana, nafikiri umeongea vyema. Ningependa kulifahamu ili kwa undani. Uliongea pia katika ibada, nikasema itabidi tuzungumze kwa niaba pia wana SNS na watu wote ambao wanafuatilia mahojiano haya. Uliongelea sakata la Israel na Palestina kule, mambo ya Wayahudi na vitu kama hivyo. Israeli original sio hawa waliopo sasa. Kwa maana ya kwamba
sisi wa Kristo tumekremishwa mambo mengi sana na tumedanganywa vitu vingi sana. Of course maandiko yanasema atakaye bariki Israeli amebarikiwa, atakaye laani Israeli amelaaniwa. Israeli katika Biblia haimaanishi taifa. Israeli katika Biblia inamaanisha watakatifu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu alikuwa ana watu wake wanaotembea. Wana wa Israeli wakavuka, wana wa Israeli wakaenda hivi, wana wa Israeli wakatoka, wana wa Israeli sijui wakapigwa, wana wa Israeli wakauawa walipotenda dhambi hivi. So Mungu alikuwa anatembea nao wale kama watu walio watakatifu. Sasa kwa dunia ya leo au kwa hao wa Israeli wa leo waliopo sasa ambao wanaruhusu ushoga. Sasa Biblia hairuhusu ushoga. Sasa unatakaje mimi niamini wewe eti hujalaaniwa kama unaruhusu ushoga? Hii Israeli ya sasa hivi sio Israeli takatifu. Ila ndani ya Israeli kuna watakatifu. Umeelewa hivyo? Yaani uwezo ukasema kuna utofauti kati ya Uislamu na Muislamu. Usiutukane Uislamu kwa sababu ya Muislamu. Yaani Muislamu anaweza akakosea, ila Uislamu utabaki pale. Kuna utofauti wa Muislamu na Qur'an. Wal Qur'an al-Hakim ala siratul mustaqim tanzil al-azizur rahim. Qur'an iko pale. Huyu anayesoma Qur'ani akikosea haina maana kwamba Qur'ani imekosea. Kwa hiyo ndani ya Israeli kuna watakatifu mle. Na kuna utofauti kati ya Israeli na Wakristo. Hicho kitu Wakristo wengi duniani hawaelewi. Waisraeli hawaamini Ukristo, wale ni Wayahudi, wana dini yao na ndio waliomsulubisha Yesu. Walimuua Yesu. Watashindwa kuua watu. Wale wanapenda kuua, wale anaona asili yao ni kuua wale. Walimsulubisha. Sasa mimi siwezi kuwa upande wa Israeli. Yaani leo mimi nazungumza mbele ya kamera hivi. Siwezi kuwa upande wa Israeli kama wanaua watu. Kisa eti ni taifa lilisemwa ni takatifu. Ni taifa lilisemwa takatifu kwa wakati upi na kwa kina nani? Kwa sababu mimi IPM naweza nikawa mtakatifu sasa hivi. Nikitenda dhambi siwezi kuwa mtakatifu, ndakuwa mwenye dhambi. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba Israeli ni nchi ambayo imetengenezwa baada ya kupigwa miaka mingi kutawanyika duniani. Walirudi wakatengeneza kikundi cha, naelewa vizuri. Alafu NATO wakakaa nyuma, wakasema sasa nyinyi kaeni hapo. Hatuwezi kuishi sisi bila mafuta ya Waislamu, bila madini ya Waislamu. Kwa sababu si nchi za Kiarabu zile, they are Muslims. Sasa tutapataje? Kaeni hapo nyinyi taifa takatifu. Alafu sisi tutaanzisha chokochoko, nyinyi mtakuwa mnapiga. Gaza imepigwa, imechakaa. Wewe mtakatifu na uwa watoto? Unaweza kuwa mtakatifu uwe watoto? Umeua watoto Gaza. Hili jambo ninalozungumza hili, maaskofu lazima watanishambulia na wengine wataplan hadi kuniua. Mimi najua kuna vitu vingine mimi naviongea kwenye jamii, najua ni riski ya maisha kabisa. Kwa sababu tumedanganywa miaka mingi Israeli ni taifa takatifu. Takatifu kwa kuua watu. Hebu niambie, Israeli imepiga nchi ngapi? Imeua watu wangapi? Kwa kivuli kwamba yenyewe inajitetea. Yaani Israeli ikimpiga mwingine inajitetea, ila ikipigwa yenyewe ni ugaidi. Wamewapa ndugu zetu majina. Mimi naamini Waislamu ni ndugu zetu. Mimi IPM. Yaani sisemi hivi kwamba najipendekeza. Mimi ni mbuzi kaka, mimi sijipendekezi. Lakini mimi nimesoma maandiko, najua dini. Hata kama sio sana, ila mimi najua dini. Ismail na Isaka. Sawa. Baba yao ni nani? Ni Ibrahim. Baba yetu wa imani. Waislamu wanasema Ibrahim ni baba yao wa imani. Wakristo tunasema Ibrahim ni baba yetu wa imani. Kwa sisi tunapigania tu dini, ila baba yetu ni mmoja wa imani, Ibrahimu. Na hata huyo Mungu, mimi imani yangu siamini kuna Mungu wawili, siamini kuna Mungu watatu wala Mungu wanne wala watano. Mungu ni huyu aliyetuumba wanadamu wote, ila sisi tukasema sisi tutakaa huku tutamuita jina letu na nyie mtakaa huko mtamuita jina lenu. Basi. Kwa hiyo miaka nenda miaka rudi, hicho kikundi kinaitwa Israeli
baada ya kuwa kimekaa pale, hakuna nchi ya Kiarabu imewahi kuwa huru. Wakitaka kujitetea magaidi, wakitaka kujitetea kuna kikundi cha kigaidi. Tena hapo hapo they create themselves, yani wao wenyewe wanatengeneza hivyo vikundi, wanavidhamini. We Kongo DRC pale unakuta kuna bunduki ya mwaka 2025 ipo ndani ya msitu, wameipata wapi? Imekujaje pale? Kama sio hao NATO wanashuka pale Kongo kudhamini hivyo vikundi ili machafuko yaendelee, wao wachukue dhahabu. Kaka, dunia iko macho sasa hivi. Haya mambo yaongei kidini. Haya mambo yanakuwa yaongei kama mtu smart mwenye akili timamu. Ukiongea kidini, hapa wafia dini watanishangaa. Huu vipi huyu? Kwa sababu ni wafia dini, hawaelewi vitu. Lakini kama ni mtu mwenye utu, mwenye ubinadamu, mwenye ukarimu, mtu ambaye unapenda haki, upendi kuona mtu ananyanyaswa, uwezi kusema taifa Israeli ni watakatifu, wanaua watoto Gaza. Gaza imechakaa, ni majivu, mpaka watoto wanaopelekewa msaada, yani ndege inakuja ya msaada, wanashushiwa vyakula pale, wanajipanga foleni. Israeli wanaona mmetoa chakula, boom, mnaua vilema. Wameua mpaka wazee, wamepiga bomu mahospitali yote ya Gaza yamechakaa. Wao wameguswa kidogo tu wanalalamika, wamepiga bomu hospitali. Kwa hiyo Israeli ndo kuna hospitali, ila Gaza ni magereza yale, sio hospitali. Haya ni maneno magumu kuyaongea hivi mbele ya kamera. Kwa imani yangu mimi ya Kikristo ni maneno magumu, hata maaskofu watanishangaa, hata wachungaji watanishangaa, na wengine wananiita pandikizi la Kiislamu. Pote tumezaliwa tufe tu. Mwanaume asifii kutembea, mwanaume asifii kula. Lazima tusimamie ukweli. Kwa hiyo hawa NATO, Umoja wa Ulaya, wametengeneza kikundi kinaitwa Israeli. Simama hapo, sisi tutakuwa nyuma yenu. Ndio maana hawezi kuzungumza Israeli chochote mpaka ataje Marekani, mpaka ataje Ufaransa. Kwa hiyo wao ndio sababu ya kuleta machafuko katika mabara yote ya nchi za Kiarabu, ili Marekani atengeneze bezi zake, waibe mafuta, waibe dhahabu. Wakiona kuna nchi na misimamo, gaidi huyo. Wakiona kuna nchi fulani, gaidi huyo. So gaidi, watu wanajitetea. Mimi naweza nikakwambia leo IPM, Osama sio gaidi. Osama bin Laden sio gaidi. Yule alikuwa anatetea nchi yake. Jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ livamiwe hapa, alafu waanze kupigana, alafu useme eti ni magaidi, wanatetea Tanzania, maslahi ya Tanzania. Osama alikuwa anatetea maslahi ya nchi yake. Unapewa jina gaidi, wana media wale kubwa. Afrika haina media. Afrika haina media. Media zote zao ni kubwa. Hizo media kubwa hizo zikisema kitu ndo zimesema, yani ni kama Mungu. Wewe unaweza ukaibadilisha Al Jazeera. Yani iseme Al Jazeera kitu afu wewe uipinge. Una nguvu ipi ya kuipinga? Una nguvu ipi ya kuipinga CNN? Una nguvu ipi ya kuipinga BBC? Ikisema jambo, yani leo hii BBC iseme IPM ni gaidi. Yani nani ataniamini mimi? Sasa wametengeneza media zao, wamezipa nguvu. Hata mwandishi wa habari juzi huyu anasifiwa sijui na Trump. Yule ni shushushu. Ni shushushu wa Marekani, anaipeleza Afrika. Sasa vitu kama hivi, yani kwa watu sijui mimi labda na shida au ni mjuaji sana, I don't know. Kuna vitu mimi nikiviangalia mara moja pap, najua tayari michezo hii. Kwa hiyo hawa watu wameua Waislamu kwa kuwasingizia magaidi, wameitangaza dini ya Kiislamu ni ya gaidi. Leo nasema kwa herufi kubwa, dini ya Kiislamu sio dini ya kigaidi. Dini ya Kiislamu sio dini ya kigaidi. Ila wameichafua kwa sababu ya media walizonazo, dunia imeamini hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu amewabariki hao watu, na Biblia ilishasema pindi Ibrahim alipoingiza matatizo ndani ya ndoa kwa Sara. Sara alikuwa hapati mtoto. Sara akamwambia mume wake, peleka moto kwa mjakazi upate mtu wa kurithi. Sara akazaa na mjakazi. Yule mjakazi bwana, mambo yakawa magumu mle. Mjakazi anaita mdomo. Mwenyezi Mungu akaingilia kati, anambia Ibrahim, muondoshe huyo, ndo mtoto kabidi aondoke, Ismail. Mungu anasemaje? Akasema nenda, nitakubariki huko.
huko unapokwenda ndabariki uzao wako. Kwa hiyo Mungu alibariki, na yule Ismaili alikuwa ni asili ya Kiarabu. Kwa Myahudi au Myahudi na Mwarabu wameshare baba, dini tofauti. Huyu Mkristo, huyu ni Myahudi, kwa sababu kwenye Uyahudi ndio umeibuka nini? Ukristo. Kwa huyu ni Myahudi, huyu Muislamu, ila baba ni huyu mmoja. Sasa mimi nikimchukia Muislamu maana yake nafanyaje? Namchukia ndugu yangu kiasili, nazungumzia kiasili. Namchukia ndugu yangu. Ni sasa ni muue Mkenya, ni Mwafrika mwenzangu. Ni muue Mganda, ni Mwafrika mwenzangu. Siwezi kufurahia Kongo vita iendelee pale wanauao watu mimi nikafurahia. Ndakuwa sina akili. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba hawa watu yani Ulaya haiwezi kuishi bila Afrika. Ulaya haiwezi kuishi bila nchi za Kiarabu. Itawezaje kuishi au kubeba hizo mali? Ndo wakasasa bezi yao iko Israeli. Kwa tutakuwa tunafanya chokochoko. Sasa wewe angalia kama juzi. Nani ameanza kumchokoza mwenzie? Irani? Hapana. Israeli anapiga bomu, analipua pale. Hivyo unataka mtu afanyeje? Kuna sheria za vita. Mtu amekupiga unataka ukae kimya. Sheria ya vita hairuhusu mtu akikupiga ukae kimya. Inabidi urudishe. Yani hata kama ingekuwa ni Marekani, ilibidi Irani arudi. Yani hata kama anasema sina uwezo kupambana na Marekani, lakini sheria ya vita inakuruhusu ulipize kisasi. Hata kama siwezi kupiga basi nikutemea hata mate. Wewe unataka Irani pale afanyeje? Kwa hiyo huyu Muislamu kachokozwa, alikuwa ametulia kachokozwa, utaka afanyeje? Anarudisha mashambulizi, mnasema amepiga hospitali. Nyinyi mlivyokuwa mnaua Gaza watoto mlikuwa mnapiga nini? Ni maneno magumu haya kaka. Kwa hiyo Irani na nchi zote za Kiarabu zimeibiwa, wamewaua viongozi wao miaka nenda miaka rudi. Kwa Irani akasema hapa lazima nitafute namna ya kujitetea. Na namna ya kujitetea ni kutafuta ujuzi kwa nchi zilizoendelea ambazo zina ushirika mzuri na mimi, lakini pia zina uadui na nchi nyingine za kina NATO. Ndo akampata Urusi, akampata Kakamabuga, akampata na China na Korea. Ndo wakatengeneza mpaka treni inayotoka wapi? Inayotoka China kwenda wapi? Kwenda Irani. Ni treni inapitisha nini ile? Jeshini tunasema undercover, tunasema underground movement. Sasa wewe uwezo ukajua hiyo underground movement ilikuwa inapitishwa nini? Kwa Mwamba akaanza kujidhatiti taratibu, akijua huyu ni mchokozi. Ipo siku tu ataniletea zake, kwa sababu plani ni kuhakikisha nchi za Kiarabu hakuna inayosimama hata moja. Hakuna inayosimama hata moja. Wewe unataka uwe na nyuklia. Kwa nini unataka mimi niwe na nyuklia? Unajihamini, unaogopa nini? Yaani wewe unaogopa nini mimi sifuge mbwa? Yaani wewe una mambwa 20. Mimi nafuga mbwa mmoja tu unaanza kupiga kelele. Unaogopa nini? Kwa nini unataka mimi nijilinde? Kwa hiyo utaki Irani ijilinde? Utaki Irani iwe, kwa sababu imeshaona kabisa kwamba haiwezi kuwa salama bila kuwa na silaha. Mnataka muichakaze kama Gaza, kwa sababu nyinyi mkiamka tu asubuhi mnaamua leo tupige Indonesia. Mnaamka mnaamua tupige Mali, mnaamka tupige, mnaamua tu mnapiga tu. Sasa mimi natafuta namna ya kujilinda sasa. Ndio hivyo akapata washauri wazuri wamemsupport. Kwa hiyo Irani ina Putin, Irani na China, Irani na Korea. Wamemsupport, wamemsaidia. Ndio maana kwa mara ya kwanza Umoja wa Ulaya umepata aibu ya karne ya kupigwa usiku. Mwanaume anakupiga usiku, kwa kudharau huyo. Mwamba apigi mchana, nasubiri tu nyinyi fanyeni shughuli zenu vizuri, usiku mimi nakuja. Unaona? Ninja haji ni mapigo ya kininja yale. Ninja apigi mchana, ninja anakuja usiku. Ikifika usiku mapigo yanaendelea. Kwa hiyo ni aibu kwa NATO. Kwa nchi ambayo ilikuwa na jinasibu kwamba ina teknolojia. Tumedanganywa sisi, nafikiri hata wewe umedanganywa kwamba Israeli haigusiki.
Taifa teule. Taifa teule aligusiki, lina vifaa vingi, linaweza kuzuia mabomu ya aina zote hata yalotengenezwa leo. Wamepigwa kama mbwa asubuhi, watu wanalia. Kwa hiyo ifiki hatua tuelewe kabisa kwamba haya sio mambo ya kidini. Haya ni mambo ya kuchukua mali. Wao wanataka mali. La pili, wanataka nguvu yako waichukue. Kwa sababu usipokuwa na mabomu unakuwa una nguvu. Kwa wao wanataka waendelee kuwa juu ili waendelee kuitawala dunia wanavyotaka wao. NATO wametengeneza kikundi ambacho kinafanya mashambulizi kwenye nchi za Kiarabu. Hichi kikundi ni Wayahudi, ni watu ni wazungu, labda ni watu wa aina gani? Si ndio inaitwa Israeli? Okay. Wayahudi hao, Wayahudi hao ni Wayahudi. Kwa hiyo Wayahudi wanafanya wanachokitaka kwa mgongo wa NATO. Ndio maana hata hili lilipotokea Trump katoka kwenye mkutano kule karudi hivi mbio haraka wakafanya mashambulizi. Kwa hiyo Israeli kupigwa, nchi zote zimetoa matamshi kwamba ni kitendo kibaya. Ila Irani kuvamiwa hakuna mazungumzo. Media zote zimeibuka zinazungumza. Kila siku Netanyahu yupo kwenye maiki. Anapopenda maiki yule mzee. Lakini shekhe wa watu na kanzu yake wala yuko tu anapiga tasbihi tu, subhanallah alhamdulillah. Sasa sio watu, kwa sababu media ndio zinaleta propaganda katika dunia. Wewe mnapigwa kila siku, mnasema kila siku mtu mmoja kaumia mguu. Yaani hali ya mabomu yote yaleti mtu mmoja kaumia miguu. Hakuna aliyekufa kwa sababu ni vitu vya uongo, wamezoea propaganda. Kwa hiyo watu wanazidi kuamka, na mimi nataka nikwambie ukweli. Time is coming. Changamoto labda ni mafunzo, kwa sababu ukiangalia hata kwetu Afrika, Tanzania, wengi wanachukulia hii kiimani zaidi. Kama ulivyosema, wengi wanaamini Israeli ni taifa teule, taifa la Mungu, maana alikosei, hakuna kuigusa Israeli. Ni mafunzo ambayo pengine tunapewa kuamini hivyo paka leo na kuwaona sawa kwa kile ambacho wanakifanya kwa mataifa mengine. Unajua hizi dini zilipokuja kuna watu waliongeza maarifa na kuna watu ziliwapunguza maarifa. Ni maneno magumu hayo. Hizi dini zilipokuja, narudia tena, kuna watu ziliwaongeza maarifa, afu kuna watu ziliwapunguza maarifa. Kwa hii ina depend na huyu mtu alivyopokea hiyo dini yake. Imemuongeza maarifa au imempunguza maarifa. Kwa sababu kwa mfano kama mimi, kama ingekuwa imenipunguza maarifa, nisingesubutu mimi kwenda against na Israeli. Kwa sababu mimi ni Mkristo na nitakufa kwenye Ukristo na nitazikwa kwenye Ukristo. Mimi ni mchungaji, mimi sio shehe. Unaelewa? Lakini sasa inafika hatua tuangalie kiuhalisia Israeli inayozungumzwa kwenye Biblia ndio hii. Ndio hii. Kwa sababu uwezo ukasema taifa teule la kuua watu. Wewe kila siku mgomvi tu, wewe kila siku unapiga watu. Nani yuko nyuma yako? Mwisho siku umefunguka kwamba aliyeko nyuma yako ni Ufaransa, aliyeko nyuma yako ni Italia, aliyeko nyuma yako ni Mjerumani, aliyeko nyuma yako ni Marekani. Umeshazungumza kwamba umoja wa Ulaya ndio uko nyuma yako. Kwa unafanya vurugu wa kutegemea umoja wa Ulaya. Kwa wewe ujitumi, unatumwa na umoja wa Ulaya upige watu ili watu waibe mali. Ulaya waibe dhahabu, Ulaya waibe mafuta. Ni kama Kongo. Kongo hamna vita, ile ni NATO. NATO iliyoko Kongo. Ikitoka NATO Kongo, Kongo ina amani. Kwa hiyo nyinyi mtapeleka pale, mtaanza maneno, lakini mwisho wa siku wako watu Ulaya hawawezi kuishi bila Afrika. Yes. Okay. Mchungaji anasema Israeli hii ambayo inazungumzwa sasa sio ile ambayo ipo kwenye Biblia. Ameelezea kwa undani kabisa, na nimebidi nimuulize kwa sababu niliona akifundisha hapa kanisani akielezea kile ambacho kimeendelea kule Israel, mambo ya Gaza na Iran, na hapa pia ameelezea kwa upana zaidi. Inaonekana ukigusia madai hizi unapata upinzani mkubwa sana. Napata upinzani mkubwa kwa sababu ya wafia dini. Unajua kuna watu ubishi ndio elimu yao. Na elimu na ubishi ni vitu hivi viwili tofauti. Unapotaka kusimamia ukweli. Baba yako jambazi, kubali tu baba yangu jambazi. Lakini amenizaa.
Kwa lazima tukubaliane kwamba Israeli waliopo sasa sio Israeli watakatifu. Uone kila siku wake wanatembea barabarani na mabendera ya ushoga yale. Wanataka ushoga, mawaziri kibao Israeli ni mashoga. Sasa huo utakatifu upi huo? Sasa tukubali. Mara wameruhusu ndoa za jinsia moja. Mwanaume kwa mwanaume waingiliane. Unaniambia mimi niseme nitakatifu? Ni ngumu sana. Sasa hapo ukisema haya watu watakupinga, lakini lazima tukubali. Ni ngumu kiongozi wa dini ya Kiislamu kutamka moja kwa moja. Mimi sijawahi kuona atamke moja kwa moja kama jamani tunaomba mtafunane wanaume kwa wanaume. Ni ngumu. Lakini sisi kuna shida kubwa. Na ukitoka hivi mwenye misimamo kama hivi ukaanza kuzungumza, ndio maana watu wanakushangaa, huyu vipi huyu? Huyu mwenzetu huyu. Sasa kwa ushetani unaoendelea nda support vipi ushetani mimi? Acha watukane, ndio akili yao, ndio uelewa wao, ndio afya dini, utafanyaje sasa? Lakini Israeli hii ya sasa hivi, hii iko nyuma ya NATO. Hii sio takatifu ile iliyoandikwa kwenye vitabu, sio hii. Ile takatifu ilikuwa inampenda Mungu, inamcha Mungu, inataka amani duniani. Sio inataka vita duniani. Hii ya kimkakati. Hii ya kimkakati, lazima tukubali. Watu wengi sana wanapenda mafundisho yako na wanapenda sana kuja kujifunza. Tuambie ratiba zikoje hapa kwenye kanisa, na pengine labda mtu angetamani kufika hapa kupata mafunzo kwako anafikaje? Sisi tuko Tegeta Mbuyuni. Ratiba ya ibada Jumapili huwa inaanza ibada saa 2 asubuhi inaisha saa 7 mchana. Siku ya Ijumaa tuna ibada pia inaanza saa 12 usiku inaisha saa 2. Kwa hiyo hizo ndo ratiba za ibada. Lakini wale watu ambao wanataka kuonana na IPM private ni siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 asubuhi mwisho saa 7 mchana. Hizo ndo ratiba zangu. Yes. Bila shaka umesikiliza ratiba. Ibada ni Jumapili na Ijumaa, lakini Jumamosi unaweza kuja hapa. Amesema muda wa kumpata kama unapenda kuja kuonana naye binafsi, una yako ya kuongea naye, unataka ushauri, unataka maombi, kila kitu yupo available kabisa, na unaweza kufika hapa na kupata huduma nzuri kabisa. Mimi niseme asante sana kwa muda wako na kuweza kutuelezea machache haya. Nashukuru sana. Nashukuru sana, asante sana. Kubwa kabisa nasisitiza hapo ile story yetu ile, usimpe mtu bwana hiyo. Mimi natamani tuje tuzungumze hapa. Nashukuru sana. Tutapanga muda mzuri alafu tutakuja tuzungumza tu, hamna tatizo. Nakupa uhakika kwamba lazima nitakuja kuongea naye hapa Prophet IPM atueleze ilikuwaje mpaka hapa alipofika, lakini pia kwa leo kwa hiki ambacho tumezungumza kwa uchache, bila shaka umejifunza mengi makubwa. Lakini pia kama utakuwa na cha kuongeza basi tuambie kwenye sehemu ya comment hapo. Una mtazamo gani kwa hiki ambacho nimeongea hapa na mtumishi? Na kubwa kabisa endelea kusalia SNS kwa taarifa nyingi zaidi, na asante kwa kuona sisi.